Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa mtazamaji, tunakuletea habari njema za Yesu Kristo, habari njema za Mungu. Kwanza tupende kumshukuru Mungu kwamba aliyetupa neema na uzima. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umetupa neema na uzima na afya. Asante kwa neema yako. Ndugu mpendwa mtazamaji, tunataka tuone habari za Kutoka au tusome habari za Kutoka kwenye Biblia, kwamba ilikuwaje wana wa Israeli walivyoingia katika utumwa, lakini tunataka tuifafanue habari ya kutoka. Hili neno kutoka lina maana nyingi sana katika mfumo wa maisha wa mwanadamu, kwa maana linaitwa neno kutoka. Kwa ukifungua kitabu cha Kutoka pamoja nami, sura ya 1 mstari wa 1, tunaweza tukasoma hapo tukaona kwamba jinsi gani maneno ya Mungu yanavyosema. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya, kila mtu pamoja na jamaa zake, na Yakobo, Rubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni. Kwa tunaona kwamba hapa yamezungumziwa majina ya watu ambao wameingia kwenye utumwa wa Misri, ambao waliingia katika utumwa. Sasa kwa nyakati za sasa hivi tunaweza tukaizungumzia kwamba yawezekana katika mazingira yako au maisha yako umeingia kwenye utumwa ambao haukutazamia, hukutarajia, lakini umejikuta umeingia huko. Tunaipataje hii maana yake halisi zaidi? Kwamba kuna ulevi. Umeona? Ulevi kuingia ni rahisi sana kuingia katika ulevi. Ni rahisi sana mtu kujifunza kuvuta sigara, kujifunza kwa habari ya ulevi, kujifunza kwa mambo ambayo unaweza kazani kwamba unajaribu au una test, lakini ukajikuta tayari kile kitu huwezi tena kukitoka. Ndiyo maana kinaitwa kitabu cha Kutoka. Hiyo ndo maana halisi ya kwamba kuingia, ulipoingia umeingia kirahisi, lakini kutoka sasa kuna hitaji neema ya Mungu ishuke juu yako. Basi ukiendelea katika sura ya 2 kwenye kitabu hicho cha Kutoka sura ya 2, neno la Mungu linasema ya kwamba mtu mmoja wa nyumba ya Lawi aliondoka akamwoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamvazi. Kwa tunaona kwamba yule mtu alichukua, yule mtu sasa alikuwa kwenye process za kuoa, lakini ni maandalizi ambayo Mungu alikuwa anafanya ya kwamba kutafuta njia au mtu ambaye ataweza kuwaokoa wana wa Israeli. Naona yule mtu alipooa, yule mtu akazaliwa mwana aliyezaliwa ambaye ndo Musa. Sasa unaona, unapoingia katika utumwa ni lazima patikane mkombozi. Sasa Musa alipozaliwa hakuanza kuwakomboa pale, lakini alikuwa akaishi katika jumba la Farao, na baada ya kukua ndipo akaanza prosesi za kumjua Mungu, na baada ya kumjua Mungu ndo Mungu akaanza kumtumia sasa kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli. Sasa mkombozi wako sasa hivi ni nani? Mkombozi wako ni Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ameachia
kazi ambao ni watakatifu wa Mungu, ambao ndo wachungaji, wahubiri, waimbaji, au watu ambao tayari wamewekwa mbele yako kwa ajili ya kukuhubiria wewe na kukufundisha kwamba huku uliko sio kuzuri, unahitaji kuhama. Kwa anapokuelekeza neno la Mungu, sio yeye anakuponya, bali Mungu sasa ndo anashughulika na lile tatizo ulilonalo. Kwa tatizo ulilonalo, Mungu ndiye anaweza kushughulika na kukusaidia. Biblia inasema hivi, neno huja, lakini uwe tayari sasa kulipokea lile neno. Neno linapokuja ulipokee, wanapokuambia habari njema za Yesu uzipokee. Ndipo Mungu anaweza kufanya badiliko katika familia yako. Unaweza ukawa tu sio mlevi, lakini je, kwenye familia yako ina mazingira gani? Umeona? Unaweza ukawa kila mtoto unayemzaa anakufa au anapotea. Umeona? Hiyo ni hali ambayo tayari umeingia kwenye utumwa fulani, sababu hakuna mtu ambaye anapenda apoteze. Kila mtu anapenda afanikiwe au apate. Na ndio maana tunakuambia habari za Kutoka. Kuna wengi wameharibu mfumo wa maisha yao, mfumo wa maendeleo yao kwa sababu ya ulevi. Kanywa pombe kidogo, lakini kaizoea na baadaye imemshinda kuacha. Kavuta kidogo pafu moja, lakini kaizoea, kashindwa kuacha. Nini? Msaada wetu uko kwa Mungu, ndipo tunapoweza tukafanikiwa zaidi au tukatoka mahali ambapo hatukutarajia. Kwani tunaona wengi ambao walikuwa katika mahali fulani wakilewa, wakinywa, wakishindwa, lakini tunaona sasa hivi kuna wengine wametoka kwa ajili ya neema ya Kristo walivyosikia na kuikubali. Kwa hiyo hali ya kukosa mtoto au kukosa familia ni changamoto. Wengine huwa inapelekea kwenda kwa waganga, najua hapa inaweza kawa suluhisho. Unapoenda kule unapewa matatizo badala ya kusaidiwa. Sasa ushauri ni kwamba bali kumjua Mungu wa kweli na kumfuata ili akuponye katika magonjwa na katika shida zako. Leo nitazungumzia pia habari za wasomi. Unajua tulikuwa tunaamini, yawezekana na wewe hiki kitu unakifikiria kwamba mimi nilikuwa ninaamini ya kwamba mtu aliyesoma sana hawezi akavuta sigara. Lakini baada ya kufuatilia nikaja kuangalia, msomi ameandika kwamba kwenye sigara ni hatari kwa afya yako, usivute. Lakini na yeye anavuta na bado tena anauza. Nini? Ni hali ambayo ameingia kutoka, sio kitu rahisi. Unaona? Kwa hiyo habari ya kuingia katika utumwa, haijalishi wewe ni msomi, haijalishi wewe una maisha mazuri au una maisha mabaya. Kwa hiyo kwamba kuingia katika utumwa inategemeana na jinsi vilivyo alivyokuinda shetani akakunasa katika mtego. Ukinasa katika mtego wa ulevi au wa sigara, basi unahitajika neema ya Mungu ishuke ndani yako ili aweze kukuokoa na kukutoa mahali hapo ambapo hukuweza ili uweze. Tunaona wana wa Israeli walikaa kwa muda mrefu sana, sio kana kwamba walikuwa hawana nguvu. Walikuwa nazo, na nguvu zile walizokuwa nazo tayari walikuwa wanatumia kwa ajili ya kumnufaisha Farao, lakini sio Mungu au sio maisha yao. Mpaka pale neema iliposhuka ya kukombolewa kwao, wakapata nafasi ya kuweza kutoka Farao. Pale walipokuwa pamoja na Mungu wakiambatana. Wasipoambatana pamoja na Mungu, lazima maadui watakuwinda zaidi na zaidi, na lazima maadui watakushikilia. Kwa kikubwa kwamba mshikilie Mungu, mtazame Mungu. Na hata kama kuna mahali umeteleza, kuna mahali umekosea, kuna mahali ambapo hapako sawa, kumbuka kutengeneza au kumbuka
kumbuka kwamba ni wewe unahitaji kufanya kitu gani. Unahitaji kutengeneza na Mungu, unahitaji kutengeneza maisha yako yakae vizuri, ili uweze kutoka kwenye mahali pa utumwa uende kwenye mahali pa amani. Kwa maana ya wokovu ni kuokolewa palipo na giza, kupelekwa katika nuru, au kuokolewa katika pabaya, kupelekwa mahali pazuri. Kwa kama una mali, una fedha, una vitu, lakini kama hauna amani, hivyo vitu ni kazi bure. Umeona? Ukisoma habari ya mapambano ya vita, Biblia inasema kushindana kwetu si kwa damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Efeso 6:10, hii inazungumzia vita ambavyo katika ulimwengu wa giza kumkabili mwanadamu ambaye yupo katika mwili. Kwa ndo maana unaweza ukaona katika ulimwengu wa roho unaota unapigana na watu, unaota unashindana na watu, unaota kuna vitu fulani. Mfano, kuna mama mmoja alizungumzia kwamba yeye ameota ndoto mtoto wake anachukuliwa. Umeona? Na baada ya hapo kweli mtoto akakosa. Na baada ya hapo akakaa kafikiria, nifanyaje? Akaenda kanisani, wakamfanyia maombi, lakini Mungu akamrejeshea. Kwa kuna vitu unaweza kunyang'anywa katika ulimwengu wa roho kwa sababu hauna ulinzi wa Mungu, au kwa sababu uko mwenyewe, maadui wamekuteka. Ukiwa pamoja na Mungu unaweza kupata ulinzi, vitu vyako vikalindwa na amani ya moyo wako ikalindwa. Asante sana na Mungu akubariki. Kwa majina yangu naitwa Daniel Michael, na Mungu akubariki sana. Endelea kututazama, endelea kutufuatilia, tutakuletea vitu vizuri na vinginevyo zaidi. Ni kwamba tunahubiri habari njema za Yesu Kristo. God bless you.